السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. نمشكر الله سبحانه وتعالى kiwa bado tuneemeka na masiku mema, masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie kuyafanya yaliyo mema na ayatakabali inshallah. Darasa yetu ya kwanza tulizungumza kuhusu inshirahi sadr. Kwanza maana yake na makusudio yake, tukataja matunda na natija zake muhimu. Mtu akiwa na inshirahi sadr inamletea matunda gani na natija zake ni zipi? Kisha tukataja kwamba inshirahu sadr ni moja katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha tukataja njia yake, kwamba vipi mtu au Muislamu anaweza akalifikia jambo hili na kulipata, na mwisho tukataja alama zake. Mtu ambaye Mwenyezi Mungu kashamneemesha neema hii ya inshirahu sadr, kukunjuliwa kifua chake, alama zake zinakuwa ni zipi? Leo insha Allah Taala, katika darasa leo tutaanza kutaja zile asbabu ambazo ni 10 kama alivyotaja Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr katika risala hii ndogo, sababu 10 za kukunjuliwa kifua au kukunjuka kwa moyo. Sababu ya kwanza katika hizo 10 ni tauhidullahi ta'ala wa ikhlasu dini lahu, ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakasia dini yake. Kwa mja, kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshatangaza, ameshaeleza, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Mwenyezi Mungu ameshaeleza kwamba hakuumbwa mwanadamu wala hakuumbwa dini ila ni kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moja katika wema waliotangulia akatafsiri illa liya'budun wa illa liwahiduni, isipokuwa aje huyu mwanadamu na huyu dini kuja kunipwekesha mimi. Kwa tauhidi hii, endapo mja atashikamana nayo na ataijaza katika kifua chake, akawa anamuitakidi Mwenyezi Mungu peke yake,
na anaziegemeza kwake peke yake sifa anazostahili na anazielekeza kwake ibada zake, basi mja huyu moyo wake unakuwa ni wenye kukunjuka, moyo wake unakuwa ni wenye kukunjuka, moyo wake unatulizana, moyo wake unakuwa ni wenye raha na furaha kila wakati, na moyo wake unakuwa ni wenye amani. Na kinyume chake ni kinyume chake, kwamba atakapokengeuka mwanadamu lengo aliloumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi hawezi akaupata utulivu, hawezi akaupata utulivu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema, faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, faman ittaba'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, kwa atakayefuata uongofu wangu ambao ni vitabu vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwetu sisi ni Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakaye kufuata uongofu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fala yadhillu wala yashqa, hatapotea wala hatateseka, hatapata tabu katika ulimwengu na wala hatapotea kwenye njia iliyonyooka. Hii ina maana kwamba kama ilivyotaja kwamba man a'rada an dhikri, kwamba atakayeupa mgongo na kupuuza utajo wangu, hii utajo wangu ndio ile uongofu wangu, kwamba atakayeupa mgongo utajo wangu, yani ule uongofu wangu asiufuate, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, basi yeye atayapata na atakuwa nayo maisha yenye kudhiki, maisha yenye kibano, maisha ya mateso. Kwa hivyo moyo wa mja hauwezi kutulizana isipokuwa utatulizana anapompwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye peke yake. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amesimulia nabii wake Ibrahim alayhi salatu wassalam katika suratul An'am ya aya ya 81 na kuendelea. Ibrahim alayhi salatu wassalam alipowahakikishia watu wake akawaambia, wa inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal mushrikin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sema Ibrahim alipowaambia hivi watu wake, Mwenyezi Mungu asema wahajjahu qaumuhu, watu wake wakaanza kumdadisi na kumhoji. Qala, Ibrahim yeye aliwajibu walipomdadisi na kumhoji, akasema atuhajjuni, yani mumekwenda nini munanihoji mimi fillahi, kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, waqad hadan, ili hali Mwenyezi Mungu mimi kashaniongoza. Kisha kawaambia wala akhafu ma tushrikuna bihi, wala mimi siogopi kabisa hao mnaomshirikisha nao, hao miungu ambao ni bandia mnaowashirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala, mimi wala siwaogopi. Illa an yashaa rabbi shay'an, isipokuwa atakapopenda Mwenyezi Mungu jambo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakapopenda jambo linipate mimi, hilo ndilo litakalo kunipata. Lakini kwamba mnanihoji, mnanitisha kwamba nimeacha dini ya wazee, nimeacha kuabudu miungu hawa, kwamba nitalaanika, nitapatwa na mikosi na mabaya tofauti, mimi siogopi hilo kabisa, isipokuwa ninalojua mimi ni kwamba Mwenyezi Mungu atakapopenda jambo linipate ndilo litakalo kunipata, atakalotaka liwe ndilo litakalo kuwa. Akasema wasi'a rabbi kulla shay'in, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
amekitosheleza, amekikusanya kila kitu ilman, kwa ujuzi, anakijua kila kitu undani wake na nje yake. Akasema afala tatadhakkarun, hivi nini hampati hata kuzingatia? Akasema Ibrahim, wa kaifa akhafu ma ashraktum bihi, na vipi mimi nitaogopa hivyo ambavyo mumevishirikisha naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nitaogopaje mimi na hao miungu wenu bandia mnaowashirikisha naye Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wala takhafuna, wala nyinyi si wenye kuogopa, annakum, kwamba nyinyi ashraktum billahi, mumemshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma lam yunazzil bihi sultana, na hao miungu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajawateremshieni nyinyi juu ya hao miungu wenu hoja yoyote. Sasa liko ni nyinyi ndio muogope, sio mimi niogope hao, lakini nyinyi ndio muogope kwamba mmemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye peke yake ndiye aliyewaumba. Mimi nitaogopa mawe mlioyachonga, sanamu mlizozifanya, zimenifanyia nini mimi? Lakini nyinyi Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaumba. Sasa nyinyi kama mmeshindwa kumwogopa yeye aliyewaumba, mimi nitaogopaje vikaragosi? Nitaogopaje sanamu hizi, miungu bandia? Kisha akawaambia Ibrahimu alayhi salatu wassalam, fa ayul fariqain, hivi nyinyi maona ni lipi kati ya makundi mawili, mimi au nyinyi? Ni kundi lipi kati ya makundi haya mawili ahaqu bil amni, ambalo lina haki zaidi kupata amani, lina haki zaidi kupata utulivu, lina haki zaidi kupata utulivu na amani na furaha na raha ya moyo? Yani kundi la hawa wanaoabudu wanamshirikisha Mwenyezi Mungu, na kundi la hawa ambao Ibrahimu ambaye anamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala hamshirikishi na chochote. Ni kundi lipi ambalo lina haki zaidi ya kupata amani? Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an akatutolea jawabu la swali hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, Ibrahim aliposema fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun, ni kundi lipi kati ya makundi haya mawili ambalo lina haki zaidi kuwa na amani endapo nyinyi mnao ujuzi, mnajua? Mwenyezi Mungu akatolea jawabu akasema alladhina amanu, ni kundi la wale ambao walimwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walam yalbisu imanahum bidhulmin, kisha wawe hawakuchanganya imani yao na dhulma, yani na shirki, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi aliyofasiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale ambao waliamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakayaamini yale yote ambao ni wajibu kuyaamini, kisha imani yao hiyo lam yalbisuhu bidhulmin, hawakuichanganya na dhulma, yani hawakuichanganya na ushirikina, ikawa ni imani ambayo ni safi. Naam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ulaika lahumul amn, hao ndio watakaopata kuwa na amani, watakaoipata amani, yani wataipata amani mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, watakuwa hawana hofu, watakuwa hawana adhabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watakuwa wanayo amani. Ulaika, watu hao, lahumul amn, ndio watakao kuipata amani mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hum muhtadun, na wao watakuwa ndio wenye kuongozwa, wenye kuelekezwa katika njia iliyonyoka hapa duniani. Kwa duniani Mwenyezi Mungu anawaongoza kwenye njia yake iliyonyoka, na mbele ya Mwenyezi Mungu akhirani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapa ile amani. Kwa hivyo amani ya moyo inapatikana katika nini? Katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake pasina kumshirikisha na chochote. Naam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema kwamba illa man ata Allah biqalbin salim, moyo uliosalimika na maradhi tofauti. Na kubwa katika maradhi hayo, naam, ashirku, ni ushirikina. Kwa moyo unafaa uwe umesalimika kutokana na ushirikina. Moyo uwe haukumjaa mwingine yeyote kwa kumtukuza isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, moyo uliosalimika. Kwa hiyo sababu ya kwanza
ya mja kupata kukunjuliwa kifua chake, naam, na kuwa na furaha na amani na utulivu, naam, ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falhuda wa tauhid, uongofu wa Mwenyezi Mungu na kumpwekesha, min a'zami asbabi sharhi sadr, ni miongoni mwa sababu kubwa za kukunjuka kwa moyo. Kama anna shirka wa dalal, kama ambavyo ushirikina na upotevu min a'zami asbabi dhiqi sadr wal hiraji, ni katika sababu naam za kubana kwa moyo, naam, na kupotea, naam, kupotoka kwa moyo. Sababu ya pili katika sababu 10 za kukunjuka kwa moyo ni an-nur, ni nur alladhi yaqdhifuhu Allah Ta'ala, ni nur ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huingiza na kuitia fi qalbi abdihi, kwenye moyo wa mja wake. Tukitaja hili kwamba ni nuru ambayo Mwenyezi Mungu huitia kwenye kifua na kwenye moyo wa mja wake, aweza akasema huyu mja kwamba ikiwa ni nuru ambayo Mwenyezi Mungu anaitia kwenye kifua cha mja wake, sasa mimi Mwenyezi Mungu hajanitilia, au nitapataje kuipata nuru hiyo? Na nuru hii anaweza mja akaipambania na akaipata, Mwenyezi Mungu akamtilia. Naam, nuru hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweza kumtilia mja wake, naam, kwa kuipambania mja yule, kama tulivyotaja kule nyuma kwamba hii nuru, naam, njia yake ni huyu mja aipambanie kwa kuwa na msimamo katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutekeleza sheria zake na ibada zake. Pili, na kukazania kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miongoni mwa adhkar al-ma'thura ambazo tulipokezwa, naam, kutoka kwa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, Mtume sallam alikuwa anapotoka kuelekea zake msikitini kwenda kutekeleza ibada, kuna dua alikuwa akiomba Mtume sallam, sema Allahumma ij'al fi qalbi nura. Alikuwa akiomba hivyo, akaanza na moyo kabisa, akasema kwamba Allahumma ij'al fi qalbi nura, kwamba ewe Mola wangu jalia kwenye moyo wangu nuru. Kwa hivyo hii nuru tunaweza kuipata sisi kwa kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa moyo safi na kumuomba Mwenyezi Mungu kwa moyo wa kweli. Naam, sababu si kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuomba kwa sura. Yani kuomba kwa sura ni kwamba mdomo unaomba dua lakini moyo haupo. Kwa dhahiri mtu anaomba lakini moyo wake hauzingatii anachokiomba. Lakini mja akiomba kwa kuzingatia, akiomba kwa ukweli, naam, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naam, akizingatia masharti ya kujibiwa kwa dua, basi Mwenyezi Mungu, naam, uwezekano upo wa kuijibu dua yake Mwenyezi Mungu akamuingiza nuru ile katika kifua chake. Tumesema kwamba Allahumma ij'al fi qalbi nura, jalia Mola wangu ndani ya moyo wangu nuru, wa fi lisani nura, na kwenye ulimi wangu jalia nuru, wa fi sam'i nura, na kwenye masikio yangu jalia nuru, wa fi basari nura, na kwenye macho yangu jalia nuru, wa min fawqi nura, na juu yangu jalia nuru, wa min tahti nura, na chini yangu pia jalia nuru, wa an yamini nura, kuliani mwangu nuru, wa an shimali nura. Naam, yani mtume akaomba nuru kila upande na kila pahala katika mazingira yake yanayomzunguka. Naam, mpaka mwisho akamwambia kwamba Allahumma ij'al li nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura. Naam, pia katika riwaya akasema waj'alni nura, unifanye mimi mzimaku wa nuru. Kwa hivyo hii nuru mja anaweza kuipata kwa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumlalamikia. Naam, tunaweza kuiomba kwa Mwenyezi Mungu, tukamlalamikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake akatupa nuru hii. Nuru hii mja atakapotunukiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikaingizwa katika kifua chake, ikatiwa katika moyo wake, basi moyo ule unakuwa unakunjuka, moyo ule unakuwa ni moyo mzuri. Naam,
kama tulivyotaja kule, natija zake nini? Moyo ule unakuwa ni moyo wenye kufanikiwa, si maisha yake ya kidunia wala si maisha yake ya kiakhera. Majukumu yake yanakuwa rahisi, yanakwenda mororo, yanakwenda moja kwa moja. Ibada zake anakuwa mwepesi, naam, bila uzito wowote anatekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wake na muda wake unakuwa unatosha, naam. Kazi zake za siku anazozipanga, anaona kwamba amefanya ile na ile na ile na ile zote alizozipanga, na bado muda anajikuta bado anao, naam. Kwa hivyo ili jambo la kukunjuliwa moyo, ndugu zangu Waislamu, ni jambo ambalo ni muhimu katika maisha yetu. Tuwe na mazoea ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo hili, kwa sababu jambo hili ni unwani ya sisi kufaulu katika dunia yetu na vile vile katika akhera yetu. Na kinyume chake, tutakapokosa kukunjuliwa mioyo yetu ikawa ni yenye kuhasi, ikawa ni yenye kubana, basi itakuwa maisha yetu ni yale maisha ya dhiki yaliyotajwa katika Qur'an na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo pale aliposema katika aya tuliyoitaja, afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam, je, yule ambaye tuliukunjua moyo wake, tulikipanua kifua chake kwa huno Uislamu, fahuwa ala nuri min rabbih, yeye akawa yuko kwenye nuru itokayo kwa Mola wake. Fahuwa ala nurin amaddahu Allah bihi, yani yeye yuko kwenye nuru ambayo Mwenyezi Mungu amempa minnatan wa fadla, kama neema amemneemesha na ni fadla, ni ihsan Mwenyezi Mungu kamtendea. Wa hadha nur, asema nuru hii huwa nuru al-iman, ni nuru ya iman. Fa innahu yashrahu as-sadra, nuru hii ya iman inapozagaa na kukaa katika kifua cha mja, inapoingia kwenye moyo wa mja, basi nuru hii inakikunjua kifua, wa yuwasimuhu, na kukipanua, wa yufriqu al-qalba, na kuupa furaha moyo, na watumanina, na utulivu. Fa idha fuqida hadha an-nur min qalbi al-'abdi, itakapokosekana nuru hii ya iman kwenye moyo wa mja, dhaqa wa harija, moyo ule ubana na ukawa finyo, na ukawa mdogo, ukawa hauwezi kuhimili chochote, na hauwezi kuhimili chochote. Hatimaye majukumu yote yanayohusu mwenye moyo ule yakawa ni yenye kukwama, si majukumu ya lazima ya kiibada wala si majukumu ya kidunia, yanakuwa ni yenye kukwama, hayasonge, haendi mbele. Qala wasara fi adyaqi sijinin wa as'abihi, moyo ule hatimaye unakuwa uko kwenye gereza, uko kwenye jela, tena jela ambayo ni pahala padogo sana, na mahala penye kibano na mahala pagumu sana. Na hii ni kama alivyotaja Ibn Qayyim al-Jawziyya, katika darasa iliyopita tulitaja bwana huyu Mwenyezi Mungu amrehemu, al-Allam Ibn Qayyim asema kwamba hali ya mja anapolazwa kaburini, yani maiti anapolazwa kaburini, ndiyo mfano wa hali ya moyo unapokuwa ndani ya kifua cha mja. Akapiga mfano wa maiti kwamba ni moyo, na akapiga mfano wa kaburi kwamba ni hiki kifua ambacho moyo uko ndani yake. Anasema kwamba yani ni kwamba maiti anapokuwa ndani ya kaburi lile, anapokuwa maiti yule ni mwema, basi lile kaburi sisi umchimbia kaburi sehemu tu ndogo, na ndani yake tukakata kijichumba mwana ndani tukamweka pale ndani. Lakini akiwa ni mwema maiti yule, basi yule mwana ndani yule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umjalia akawa ni sehemu pana, akawa ni sehemu kubwa sana, na Mwenyezi Mungu ukunjua sehemu ile akajipata yuko sehemu ambayo anajinafasi kabisa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umneemesha neema nyingi pale. Mwenyezi Mungu umletea yani neema nyingi kabisa ambazo zinafungamana na peponi, harufu nzuri ya peponi na mengineyo. Kwa ujipata yuko kwenye mahala penye nafasi, mahala pakubwa sana, pamoja na kwamba tumemweka kwenye mwanandani. Na vile vile akiwa ni muovu maiti yule katika kaburi lile, basi ujipata kwamba kaburi lile yani limembana zaidi ya vile ambavyo tumechimba sisi mwanandani, tumemwekea mwanandani kichumba kile.
yeye upata si yule mwanadamu tuliochimba sisi, upata kwamba amebanwa mpaka ambapo zinapishana kama ilivyokuja katika athari. Naam, mpaka ambapo zinapishana, za huko zinapita kule na za kule zinapita huku. Ndio vile vile huu moyo wa mja hapa duniani, akiwa mja yule ni mwema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjalia nuru katika kifua chake, basi moyo ule ujipata kwamba naam, unaishi katika sehemu ambayo ni pana, sehemu ambayo ni kunjufu, yani unaishi katika raha na furaha kila wakati, yani unaogelea katika anga naam, ambayo ni safi, hewa safi, harufu nzuri. Moyo ule unakuwa hauna ghadhab wala hauna chuki. Naam, moyo unakuwa na utulivu na furaha kila wakati. Naam, moyo ule kwa sababu ya hayo mambo yake yanakuwa ni mepesi na ni rahisi, mambo yote ya kidunia na ya kiakhera. Na moyo ule ukiwa ni moyo ambao umekosa nuru hii kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, moyo huu unakuwa ni moyo uliobana, unakuwa ni moyo ambao ni wenye hasira na chuki na zisizokuwa na misingi. Moyo huu unakuwa ni moyo uliojaa na taabu, na mtu anakosa furaha katika maisha yake, anakosa amani ya moyo wake. Na ndio upelekea baadhi ya watu katika ulimwengu huu, na hasa kwa wale wasiokuwa Waislamu na pia kwa baadhi ya Waislamu ambao wamekuwa na imani dhaifu, wamekuwa na ufinyo wa hii nuru, au Mwenyezi Mungu amewakosesha hii nuru, na pamoja na kwa wako ndani ya Uislamu, lakini hupelekea watu hawa mpaka kuona kwamba anaona kwamba akijipoteza maisha ndio amepumzika, na kwamba ni bora kujiua, ajitoe uhai ndio atapumzika. Hii inatokana na nini? Inatokana na vile anavyohisi kibano kwamba moyo wake hauna amani, moyo wake umekosa amani, umekosa utulivu, hauna furaha hata sekunde moja. Anaona afadhali ajitoe uhai ndio atapumzika, bainama ndivyo anaupeleka kwenye kibano zaidi moyo ule. Naam, kwa jambo la pili ni nuru hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uitia kwa rehema zake na matakwa yake kwenye moyo wa mja. Tumetaja kwamba nuru hii tunaweza kuipata kwa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyoona katika dua ya kutoka Muislamu kuelekea msikitini. Mtume alituonyesha namna gani alipokuwa akimwomba nuru Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-Hafidh Ibn Rajab, al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali asema, falqalbu alladhi dakhalahu nuru al-iman, moyo ambao umeingiwa na nuru ya iman, wansharaha bihi, na ukakunjuka ule moyo ukapanuka kwa sababu ya nuru ile, wanfasaha, na ukawa na nafasi, na moyo ule ukapanuka ukawa na nafasi, yaskunu lilhaqi, moyo ule utulizana palipo na haki, yani kila palipo na haki moyo ule utulia kabisa. Na moyo ule popote palipo na haki moyo ule utulia kabisa. Na mtu wake asipoelekea palipo na haki, moyo ule huwa ukimsuta mtu wake na kumsukuma aingie palipo na haki na aende palipo na haki. Ina yaskunu lilhaqi, utulia palipo na haki, wayatmainu bihi, na utulia kwenye hiyo haki, na utulizana kwenye hiyo haki, ukawa hauondoki. Maadamu hii ndio haki, moyo ule ukawa unatulizana, haubanduki, hauondoki, msimamo ni ule ule, maadamu ndipo palipo na haki. Wayakbaluhu, na moyo ule uikubali hiyo haki, hata iwe wapi, hata ije na nani. Hauangalii moyo ule kwamba hii haki imekuja na nani, au imetokea upande wa kaskazini au kushotoni au kuliani. Moyo ule hauangalii, maadamu ni haki, moyo ule unaikubali moja kwa moja. Wayanfiru anil batil, na moyo ule siku zote huwa unaikimbia batil, wayakrahuhu, na unaichukia batil, wala yakbaluhu, wala hauwezi kabisa kuikubali hiyo batil. Moyo kama huu ambao umeshaingiwa tayari na nuru itokayo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nuru ya iman. Sema walihadha, na kwa ajili hii, kwa sababu hii, yanbaghi ala al-abd, inatakiwa kwa mja,
an yatmaa fi hadha nur, ajenge tamaa kwenye nuru hii, asikate tamaa, lakini ajenge tamaa kwenye nuru hii, tena tamaan adhiman, tamaa iliyokuwa kubwa. Wa yarju min rabbih, na atarajie kwa Mola wake, min an yaj'alahu min alladhina, atarajie kwa Mola wake kwamba atamjalia miongoni mwa wale ambao akramahumullahu bi nuril iman, amewatukuza Mwenyezi Mungu kwa kuwapa nuru hii ya iman, minnatan minhu wa fadla, naam, kwa kuwa neema kutoka kwake itokayo kwake na fadla zitokazo kwake. Ndugu zangu Waislamu watukufu, hii ni sababu ya pili katika sababu ambazo mja anaweza akapata kwa sababu hizo kukunjuliwa kifua chake, au inaweza naam moyo wake ukapata kukunjuka kwa sababu hizo. Naam, falinsan almuslim yas'al rabbahu, muislamu natakikana vile vile amuombe Mola wake an yujaddida al-imana fi qalbihi, aifanyie upya imani kwenye moyo wake. Naam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallam aliposema, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, hakika iman yani la yakhlaqu, yani uoza ama uchakaa kwenye kifua cha mmoja wenu, kwenye moyo wa mmoja wenu. Imani ya mmoja wetu, Mtume asema kwamba inaweza ikafikia wakati ikawa ni yenye kuchakaa, imani inachakaa. Naam, akasema kama yakhlaqu thawbul khalq, kama inavyochakaa nguo ya zamani. Na nguo ikiwa ya zamani inachakaa, mwishowe inaoza, inakuwa ni yenye kuraruka. Na ndio vile vile imani nayo ikikaa sana, imani ile inakuwa ni yenye kuchakaa. Na imani ile inaweza kufikia mpaka kuraruka kabisa. Sasa Mtume asema fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum, muombeni Mwenyezi Mungu aifanye upya imani kwenye mioyo yenu, aifanye upya imani kwenye mioyo yenu. Waqad dhakara Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu alitaja katika Qur'ani tukufu kwenye aya ambayo si moja wala si mbili, kwamba imani huongezeka na imani hupungua, kama ilivyo imani na kama ilivyo akida yetu Ahlus Sunna wal Jamaa, kwamba imani huongezeka na imani vile vile hupungua. Na hapa tumetuongezea vile vile kwamba imani uchakaa. Naam, imani vile vile uchakaa, ikihitajia renovation, yani ifanywe upya. Kwa tumuombe Mwenyezi Mungu atufanyie upya imani zetu. Qala al-Imam Muhammad ibn Aslam at-Tusi, asema fabadul iman min qibali llahi fadlun minhu wa rahmatun, asema mwanzo wa iman inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa ni neema yake na ni rehema zake. Wa mannun yamunnu bihi ala man yasha, na ni neema ambayo Mwenyezi Mungu anamneemesha anayemtaka min ibadihi, katika waja wake. Fayaqdhifu fi qalbihi nuran, Mwenyezi Mungu utia katika moyo wake nuru. Naam, yunawiru bihi qalbahu, ambao nuru ile itaungarisha na kunawirisha moyo wake. Wayashrah bihi sadrahu, na kukikunjua Mwenyezi Mungu kifua chake. Wayazidu fi qalbihi al-iman, na Mwenyezi Mungu akawa ni mwenye kuiongeza moyoni mwa mja yule iman. Wayuhabibuhu ilayhi, na kuipendezesha ile imani kwake yeye kwenye moyo wake. Faida nawwara qalbahu, Mwenyezi Mungu atakaponawirisha moyo wake. Wazayyana fihi iman, na akaipamba imani kwenye moyo ule. Naam, wahababahu ilayhi, na akaifanya imani yenye kupendeza kwenye moyo ule. Amana qalbuhu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi. Naam, kama tulivyokwisha kueleza kwamba moyo huu unakuwa ni wenye kuridhika na lolote katika maisha haya ya dunia, lolote wakati wowote takapokuja vyovyote, moyo huu unakuwa ni wenye kuridhia, kwa sababu anaamini, moyo huu unajua thika kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye amemchagulia hali hii. Kwa hivyo hata iwe ni yenye kuumiza vipi,
maadamu ni chaguo la Mola wake subhanahu wa ta'ala, mja huo moyo wake unakuwa ni wenye kuridhika. Fa idha amana alqalb, moyo utakapokuamini, wa shahida lisan, na ulimi ukashuhudia, ukatamka, amilatil jawarih, ndipo pale viungo vyote vya mwili unyenyekea vikatekeleza. Naam, moyo unapoamini na ulimi ukasadiki imani hiyo, ukashahadia na kutamka, basi viungo vya mwili, naam, ikiwa imani ile ni ya kweli kabisa kwenye moyo ule, ambayo imani ile imeshahadiwa au kushuhudiwa na ulimi ukatamka, basi lazima viungo vya mwili vyote vitanyenyekea na kutekeleza matendo. Naam, kutekeleza matendo. Fa ata'at amra Allah, vikatekeleza viungo vya mwili taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilat bi'amali al-iman, na vikatekeleza, vikatenda vitendo vile viungo vile matendo ya iman. Wa addat haqqa Allah alaiha, na vikaanza kutekeleza haki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala juu ya hivyo viungo. Kila kiungo kinajua kwamba kina haki ya Mwenyezi Mungu na kinaitekeleza haki ile. Fi faraidhihi, kuanzia kwenye faradhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wantahat an maharimihi, na kuepukana kabisa na yale aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Imana wa tasdiqan, tafanya hivyo viungo hivyo kwa kuamini na kuswadikisha, bima fil qalbi, yale ambayo yako moyoni. Kwa vile viungo vitakuwa vinaswadikisha, vinafanya yale kuswadikisha ile imani iliyoko moyoni, na imani ambayo nataqadihi lisan, ulimi umekwenda kuitamka, naam, kwa kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Kwa viungo vile vinakuja kutenda haki za Mwenyezi Mungu, kutekeleza faradhi na kuepuka yaliyoharamishwa. Hiyo vitendo hivi vinaswadikisha, naam, viungo hivi vinaswadikisha ile imani iliyo moyoni iliyotamkwa na ulimi. Fa idha fa'ala dhalika, ndipo pale mwanadamu akiwa katika hali hii akayafanya haya yote, kana mu'minan haqqan, anakuwa ni Muislamu wa kweli, anakuwa ni Muislamu wa kweli. Insha Allah taala, leo tutakomea katika hizi sababu mbili, na tutataja sababu zingine insha Allah taala katika durusi zijazo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atunufaishe kwa haya tunayoambizana. Mwenyezi Mungu ayajalie ni sababu ya sisi kupata msamaha wake, kupata huruma yake, kuachwa huru na moto. Mwenyezi Mungu ajalie haya tunayoambizana yawe ni sababu ya sisi nasi angaa kwa kule kutajataja, jamani, kukunjuliwa moyo, kukunjuliwa kwa moyo. Mwenyezi Mungu ajalie angaa iwe ni sababu ya sisi kutukunjulia mioyo yetu inshallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.